Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana akamwambia Musa, njoo huku juu kwangu, mlima uwe huku, nami nitakupa mbao za mawe na ile sheria na hiyo amri nitakayoiandika, ili wafundishe. Musa akaondoka na Yoshua mtumishi wake. Musa akapanda mlimani kwa Mungu, akawaambia hayo wazee, tungojeeni hapa mpaka tutakaporudi kwenu, na tazameni, Haruni na Huri wapo pamoja nanyi, kila mtu aliye na neno na awaendee. Musa akapanda mlimani, lile wingu likafunikiza mlima, na huo utukufu wa Bwana ukakaa juu ya mlima wa Sinai. Ukakaa katika juu ya mlima wa Sinai. Lile wingu likaufunikiza siku 6, na siku ya saba akamwita Musa toka katika lile wingu, na kuonekana kwake ule utukufu wa Bwana ulikuwa kama moto uteketezao juu ya mlima machoni pa Bwana wa Israeli. Mungu akaingia ndani ya lile wingu, akapanda mlimani. Musa akawa humo katika ule mlima siku 40 mchana na nini? Sema amen. Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako, umeelewa? Ameelewa? Hiyo ndio ilikuwa habari ya maagizo ya kwanza kabisa ya Mungu na Musa. Na Musa alipotoka mlimani, akatoka na maagizo yote yanayotakiwa kutenda, yanayotakiwa kufanya na yanayotakiwa kushikwa. Na mtu asipoenenda sawasawa na maagizo, ilikuwepo amri. Na ndio maana mtu aliyeenda kinyume na sheria ya Musa anawe mpaka afe. Sema amen. Hiyo ndio ilikuwa ni amri ya kufanya. Mtu yeyote ambaye hatafanya yote, na ndio maana sina nafasi ya kusoma kipengele kimoja baada ya kipengele, lakini ni mambo mengi sana. Kwa hiyo nitapita tu kila eneo upate kujua kila ambacho kilichowekwa. Sema amen. Nataka nikuoneshe uthamani wa dhabihu ya kweli leo. Ni ipi ambayo unatakiwa uifanye? Sema amen. Kwa hiyo Musa alipopata maelekezo akaenda kwa Mungu, na umeona Mungu alivyoshuka sio kawaida. Mungu alivyoshuka kuzungumza na Musa sio kawaida. Na ndio maana kuna vitu ambavyo leo nitavikasel. Tuko pamoja? Yaani kuna vitu ambavyo leo nitaviwekea X. Unapokuta kuna nyumba imewekewa X, maana nyingine hii nyumba inabomolewa wakati wowote. Sema amen. Sasa kuna mambo ambayo mimi nimejisoma na nimeyaona, kumbe leo watu wameyaweka kawaida ya kibinadamu, kumbe hayapo kabisa, kwa sababu ya hila zao, kwa sababu ya uzushi wao, kwa sababu ya mambo yao na biashara zao. Lakini ukiingia katika uhalisia na katika ukweli, ndipo namjua Mungu si wa mazoea, ndipo namjua Mungu sio wa kawaida. Wakati Mungu anashuka ili azungumze na Musa, wakati Mungu anashuka ili awape sheria zake, wakati Mungu anashuka ili ampe Mungu sheria na Torati, hakushuka kawaida. Cha kwanza lilishuka wingu, alafu Mungu akajikita kwenye lile wingu. Sema amen. Sasa leo kuna mambo ambayo mimi natatembea nayo nikiwa ninayawekea X. Sema amen. Nikiwa nayawekea alama nyekundu kwamba hiki hakipo. Sema amen. Kuna watu leo wanasema nilikuwa nazungumza na Mungu. Sema amen. Ambayo leo hauwezi ukakuta mtu amezungumza na Mungu, kwa sababu anayezungumza na
anayezungumza na Mungu lazima ishara zionekane. Sema amen. Kama leo Mungu akitaka kuzungumza na mimi, lazima na wewe utajua. Sema amen, kwamba Mungu aliyeshuka ameshuka kwa ajili ya kuzungumza na mtumishi wa Mungu. Sema amen. Lakini Musa, wakati Mungu anashuka, cha kwanza Mungu alitengeneza utaratibu, akashusha wingu, alafu lile wingu lilikuwa sio la kawaida, na Mungu akajikita kwenye lile wingu, na Musa ndio akamwambia haya, ingia. Siku ya kwanza wingu limekuwepo, siku ya pili wingu limekuwepo, siku ya tatu wingu limekuwepo, siku ya mpaka ya sita ndipo Mungu akaingia, na Musa akamwambia ingia sasa katika hilo wingu. Alipoingia ndipo akakaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4, ya 10, ya 15, ya siku mpaka 40, usiku na mchana. Mungu anampa maelekezo. Sema amen. Sasa leo mtu anakuambia nilikuwa kwenye maombi ya siku 10, nilikuwa kwenye maombi ya siku 20 na Mungu akanitokea nikazungumza naye, huyo ni muongo. Sema amen. Hapo tunaweka X. Sema amen. Nipungie mkono hewani. Leo hakuna mtu ambaye anayezungumza na Mungu. Sema amen. Kwa sababu tayari mambo yameshawekwa wazi. Yamewekwa wazi kivipi? Mwanzo wa utendaji wa Mungu, Mungu alikuwa anashuka mwenyewe. Akishuka mwenyewe ndio anakamilisha mambo yote. Sema amen. Ile wiki tuliyokuwa nayo iliyopita, tulijifunza ukuu wa Mungu ukoje, kwamba Mungu wakati anatenda kazi, roho ya Mungu ilikuwa ndani ya Mungu, alafu neno la Mungu lilikuwa ndani ya Mungu. Vyote hivyo vikatoweka, vikapewa nafasi ya kufanyika nafsi. Roho ikafanyika kuwa roho wa Mungu, alafu neno likavaa mwili likaitwa jina Yesu. Sema amen. Kwa hiyo Mungu akabaki amekamilika, lakini mwanzoni Mungu alifanya yeye mambo yote. Alishuka kwa ajili ya kutoa sheria na amri kwa ajili ya wana wa Israeli. Alishuka kufanya ujumbe mbalimbali uliokuwa unatoka kwa manabii, na ndio maana roho ya Mungu ilikuwa inaingia kwa nabii, anatabiri, anasema ya Mungu